Nafasi nyingine ambayo ametupatia mara tena kuja katika nyumba yake ili tukaweze kujifunza neno nzuri ambaye maandiko inasema ya kwamba ni ujumbe mzuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo Mungu akona mpango mzuri tena siku ya leo kwa sababu ya kutuleta pamoja na kutupatanisha siku ya leo. Akona kusudi mzuri ndani ya maisha yetu na kuna jambo ambalo Mungu anataka tukaweze kulipokea siku ya leo ambayo ameweza kutupatanisha pamoja. Kwa hivyo tunamrudishia shukrani kwa wema wake na fadhili zake. Na kabla hatujaenda kulisoma hili neno, ningependa tuanze kwa maombi na tutabarikiwa. Na neno letu liko katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Exodus ama Kutoka, na tutaendelea na ujumbe wetu. Tuko Bible study na tutaweza kubarikiwa. Baba, tunakushukuru na tunakuinua. Tunasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Ni asante kwa sababu ya neno lako. Tunajua ya kwamba neno lako liko na uzima, ya kwamba neno lako liko na uzima, litaenda kutubadilisha, litakuwa lenye baraka katika maisha yetu. Baba, tunakushukuru tunapoleteana neno lako. Tuomba Mungu wangu katuongoze ili neno lako likaweze kuwafikiana jinsi ya mapenzi yako, na wote tutakaolipokea neno hili liwe lenye msaada katika maisha yetu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo tuko katika kitabu cha Exodus ama kitabu cha Kutoka, na tukasema ya kwamba kitabu cha Kutoka ni kitabu cha exit, yani ni kuenda tunaenda. Yani ni watu ambao wametolewa katika utumwa, ni watu ambao wametolewa katika giza, ni watu ambao wametolewa katika mateso, na ni kuchomoka sasa wanachomoka. Bwana apewe sifa. Ni watu ambao sasa ni kutoka wanatoka, ni watu ambao walikuwa katika vifungo na ni kuenda sasa wanaenda. Na ndipo siku ya leo tuko pale katika mstari ama sura ya 4, na hapo ndio tunaendelea nayo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo pale sura ya 4 tunasoma na inasema hivi: Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakututokea. Nataka ujumbe wetu wa siku ya leo ya kwamba uwe ni mission. Hallelujah. Mission, the task. Kwa sababu tunajua ya kwamba kuna wito, kuna the calling ya kuitwa, na pia kuna kazi ambayo pia unapaswa kufanya. Baada ya kuitwa, naye kuna kazi ambayo unapaswa kuifanya. Kwa hivyo ujumbe wetu siku ya leo ni ile kazi ambayo wewe uliitiwa ya kwamba unapaswa kuitenda. Na mahali hapo tunaona ya kwamba Musa kwa hakika aliweza kuitwa, na sasa muda na wakati umefika ili akaweze kufanya ile kazi ambayo aliweza kuitiwa. Na kwa hivyo tunasoma hapo ile tukirudia inasema hivi: Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakututokea. Lakini hapa nataka ukumbuke ya kwamba tukirudi pale nyuma 3:12 maandiko inasema ya kwamba Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Kwa hivyo tunaona ya kwamba Musa hajiamini, ni mtu ambaye hajiamini, ya kwamba anajiuliza, kwani mimi ni nani? Mimi ni nani? Haleluya. Tuendelee. Ya kwamba Musa anajiuliza, anamuuliza Mungu, mimi ni nani hata nikwende kwa Farao? Yaani ya kwamba haamini yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anamueleza. Yaani yeye hajiamini, anakuja akijiuliza, anamuuliza Mungu, mimi ni nani? Lakini tunaona ya kwamba pale 12 Mwenyezi Mungu anamjibu.
akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa pamoja nawe nimekutuma hii. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu anazidi kumweleza Musa ya kwamba ndio nimekutuma, na ingawaji wewe usiwe na shaka, kwa sababu mimi niko pamoja nawe. Kwa sababu watu wengi siku ya leo tumekubali mwito wa Mwenyezi Mungu, lakini kile ambacho tutakubali katika maisha yetu tumeyakataa ile majukumu, yani tumekataa kazi ambayo tuliweza kuitiwa na Mungu. Ndio tumeitwa, na wakati wa kuitwa sisi huwa tuna furaha sana, na wakati wa kuitwa huwa hakuna shida. Sisi wote tunaitwa na tunakubali mwito wake Mwenyezi Mungu. Lakini nataka ujue ya kwamba hakuna kitu ambaye Mungu huwa anafanya na anakuita bure. Anasema ya kwamba hakuna mtu ambaye nimemuita bure katika nyumba yangu. Kwa hivyo Mungu ameweka kitu ndani yako, na kuna kitu ambaye anataka ufanye katika maisha yako. Kwa hivyo Mungu anakuita akiwa na kusudi nzuri. Na ndiposa hapa huyu ni mtu ambaye anaitwa Musa. Na Musa ni mtu ambaye maandiko yanasema ya kwamba alipatikana akichunga zile kondoo ya Yethro mkwewe babake. Na maandiko yanasema ya kwamba alipomtokea akamuita, tuliona ya kwamba Musa kwa uhakika ni mtu ambaye anatii. Kwa uhakika ni mtu ambaye ananyenyekea. Kwa hivyo katika ule mwito tunaona ya kwamba watu wanaweza wakatii. Haleluya. Na tunaona ya kwamba Musa anaambiwa ya kwamba vua hata viatu vyako, kwa sababu mahali ambapo umesimama ni mahali patakatifu. Na jambo hilo yote tunaona ya kwamba akiwacha. Lakini wakati ambapo umefika ya kwamba ni wakati wa kufanya kazi, ni wakati wa kutumwa, hapo tunaona ya kwamba hapo kuna malalamishi. Sasa hapo kuna kutilia shaka maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa hapo kuna kutilia shaka kile ambacho uliitwa. Kwa sababu Musa aliitwa, na aliitwa sawasawa, na yeye amekuja, na wakati amekuja sasa imefika ni wakati wa kufanya kazi ambayo uliitiwa. Sasa unatilia Mwenyezi Mungu shaka. Na wengi hivyo wameitwa katika kanisa, wengi wameitwa katika huduma hii, lakini kwa sababu tumeitwa katika huduma hii, wengi pia wanatilia Mungu shaka wakati ambapo wanaambiwa sasa huu ni wakati wako wa kupeleka ujumbe. Haleluya. Kwa hivyo wakati ambapo tunapaswa kufanya kazi ile, sisi hatuifanyi. Sasa tulidhania kwamba tunakuja kwa Mwenyezi Mungu kukaa. Hapana, kuna kazi ambayo Mwenyezi Mungu alikuitia, na wakati ambapo amekuita anajua ya kwamba wewe ni mwombezi, kwa sababu kuna kitu ambaye ameweka ndani yako. Lakini wakati ambapo sasa anataka wewe uliombee kanisa, wewe unatilia Mungu shaka. Amekuita kwa sababu ya utumishi, amekuita ili ukatumike katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Na wakati ambapo amekuita ulikuwa sawa, lakini wakati ambapo anakuambia muda na wakati umefika ili wapatie watu neno langu, wewe unatilia neno la Mungu shaka. Amekuita ili uweze kutumika katika nyumba yake, amekuita ili ukaweze kudumisha nyumba yake iwe safi. Lakini wakati ambapo umeanza kazi hii, unarudi na kuja unaona ya kwamba kazi hii imekuwa ngumu, unaanza malalamiko, unaanza malalamishi, unaanza kusema sio mimi, unaanza kusema wamenizoea, unaanza kusema niliosha mwaka iliyopita, niliosha mwaka ingine, unatilia shaka. Na hilo jambo linakuwa ni ngumu. Lakini Mungu anakuhakikishia ya kwamba wakati ambapo amekuita kuna kusudi ambaye ameweka ndani ya maisha yako. Wakati ambapo amekuita anasema ya kwamba usiogope, kwa sababu mimi niko pamoja na wewe. Na hilo ndilo anamwambia Yehoshafati. Anamwambia ya kwamba haijalishi waamuzi ambao wamekuinukia, haijalishi wa Moabu ambao wamekuinukia, lakini nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba vita ambazo unaenda kupigana, vita sio vita vyako, bali vita ni vyangu, niachie mimi na mimi nitakupigania. Kwa hivyo Mungu yeye akikuita, vita hivyo si vyako, vita ni vyako, mwachie. Wakati ambapo alimtuma Yeremia, anamwambia Yeremia, mimi nalikujua toka tumboni mwa mama, mimi nalikufahamu, nalikutie mafuta, mimi nalikufanya kuwa nabii.
wakati umefika wa kutoka. Lakini Yeremia anasema ya kwamba mimi ni mtoto mdogo, siwezi nikaenda. Lakini Mungu anasema ya kwamba mimi nitatia maneno yangu katika kinywa chako, na yale yote ambayo utaenda kunena sio yako, bali yale ambayo utanena ni maneno yangu mimi. Kwa hivyo Mungu akamtia mdomo yake na akashika na akamwambia kwamba kuna mambo ambayo nimeweka katika mdomo yako, na uende ukazungumze kwa sababu ya maneno yangu. Kwa hivyo Mungu anapokuita kuna jambo ambalo anaweka katika maisha yako. Usikuje ukawa mtu ambaye ameokoka na kukaa katika Kristo. Hauwezi ukaokoka na kukaa katika Kristo na hakuna jambo ambalo unatenda la kusongesha mbele kanisa la Mungu. Hakuna. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba hata wakati Yesu Kristo alikuwa anapeana mfano wa ufalme wa mbinguni, alisema ya kwamba alipopea huyu fedha shilingi 10, akapea mwingine 5 na akapea mwingine 10. Alisema wakati wa kuja kwake aliitisha huyu aliyekuwa na 10 akaleta 20, akaitisha aliyekuwa na 5 akaleta 50, akaitisha aliyekuwa na 1 anarudisha 1. Wakakusana. Haleluya. Walikosana kwa sababu gani? Kwa sababu yule ni mtu ambaye aliweza kupokea wokovu, lakini katika matendo alikataa, lakini katika kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu alikataa. Haleluya. Na sasa huyu ndio huyu Musa, sasa yeye ameitwa na Mwenyezi Mungu. Na wakati ameitwa na Mwenyezi Mungu ameweza kutii, na katika kutii kwake amekuja ni sawasawa. Lakini sasa imefika wakati ambapo anatumwa ili akaweze kutekeleza kazi aliyoitiwa. Anaanza kuuliza sasa, mimi nitawezaje? Sasa mimi sijui hata kuongea. Sasa mimi sijui. Haleluya. Mimi sijui. Lakini nataka nikuambie, lazima ujitie nguvu. Uwe kama askari Joshua ambaye Mungu alipomteua aliamua ya kwamba katika imani atakwenda katika ule mji na ataweza kuigonga. Haleluya. Lazima usikue mtu ambaye ni wa malalamishi, usikue mtu wa kulalamika. Wewe kuwa mtu wa imani na ukaweze kutii yale ambayo Mwenyezi Mungu anasema, kwa sababu yeye ambaye anasema ni amina. Joshua hakutilia shaka. Wakati ambapo aliambiwa ya kwamba nenda katika ule mji wa Yeriko na uende ukazunguke mara 7, yeye hakuuliza itawezekanaje ukuta ile kubomoka, itawezekanaje na hatuna silaha, itawezekanaje na hatuna vifaa vya vita. Lakini alikubali mwito, alikubali kufanya kazi ile, na ndipo alienda mahali pale bila woga. Haleluya. Alienda mahali pale bila woga. Na hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu anataka, ya kwamba tutie wengine imani ya kusonga mbele katika wokovu. Tuwatie nguvu wengine imani ya kusonga mbele katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wana wa Israeli walipokuwa wakimlilia Musa, naye Musa alikuwa akimlilia Mungu. Wakati ambapo wanamlilia Musa, naye Musa anamlilia Bwana. Ya kwamba wamesema hakuna chakula, ya kwamba wamesema hakuna maji, ya kwamba sasa wanataka nyama. Tufanye nini Mungu wangu? Lakini haikuwa hivyo. Kwa askari aliyechukua shukani ambaye ni Joshua, aliwaambia jitieni nguvu na mjitie moyo, kwa sababu mahali ambapo tunaenda lazima tushinde. Yeye hakukuwa kama Musa ambaye alienda anaambiwa uko na nini? Anasema ya kwamba ako na fimbo, ya kwamba pasiwe ile bahari ati Mungu akaondolea. Yoshua yake sio hivyo, kwa sababu yeye alipofika katika mto Yordani, maandiko yanasema ya kwamba walikanyagisha miguu yao ndani ya maji na wakafika mpaka katikati, mpaka maji yakapasuka yenyewe. Haleluya. Hawakuogoja kupewa kutiwa imani na kitu kingine. Hawakuogoja kutendewa. Haleluya. Walitenda kwa sababu kuna kazi ambayo ilikuwa mbele yao, na lazima wangetenda kazi hiyo. Na ndiposa ninakuambia siku ya leo, umeitwa, ndio uko na mwito, lakini kunayo kazi ambayo iko mbele yako, na lazima uitende kazi hii. Na Yoshua na Musa ameitwa, na kazi hii inamlemea. Haleluya. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Yesu akatuzungumzia na akazungumzia wanafunzi wake, na akawaambia ya kwamba kuna
kuna wakati na muda ambao utafika, wakati ambapo maliwali watawashika, wakati ambapo mahakimu watawashika, wakati ambapo wazee watawashika, na kwa jina langu watawashika. Lakini msijali kwa chochote mtakachoenda kusema, kwa sababu wakati huo nitakuwa na jambo la kuambia. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapokuita, usikuwe na wasiwasi nini ambayo utaambia watu, usikuwe na wasiwasi ni nini ambayo nitafanya, nini ambayo utaambia watu. Yeye Mungu anasema muda huo utakaosimama, muda huo utakaoonekana, muda huo ambao utakuwa mbele ya watu, nitakupatia maneno yangu ambayo utakaweza kunena. Haleluya. Ndiposa naye Isaia anasema ya kwamba ole wangu mimi, nimemwona Bwana, mimi ambaye nimekuwa mchafu katika njia zangu, mimi ambaye nimekuwa mdhaifu katika njia zangu, mimi ambaye nimekaa na wenye dhambi. Ole wangu mimi, nimemwona Bwana. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Bwana serafi mmoja akamshika ndomo yake. Maandiko yanasema ya kwamba akamwambia uovu wako nimeuondoa. Maandiko yanasema ya kwamba yule Isaia akawa ni msafi mbele za Bwana. Andiko likasema ya kwamba nani ambaye nitatuma? Isaia akasema mimi nitume Bwana, kwa sababu mimi nitaenda. Najua kwamba nina jambo ambalo umeweka ndani ya mdomo yangu wakati ambapo nilitia. Haleluya. Mungu yeye hataki aibu. Na hawezi kuita akuite kuaibisha mbele ya watu. Hawezi kukuita kuaibishe na yeye ndiye aliyekuita. Kuna jambo ambalo ameweka ndani yako ili watu waweze kuipokea. Aliwaita watu wengi, akawaambia msikuwe na wasiwasi. Hata mpeleke wapi, hata muende wapi, kuna jambo ambalo litaweka ndani yenu na mtanena na mtazungumza. Haleluya. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba wakati ambapo Mungu amekuita, ya kwamba Mungu akakuita, haijalishi unyonge ulio nayo, haijalishi udhaifu ulio nayo, Mungu yeye yuko mahali pale ili akaweze kukurekebisha. Mungu yuko mahali pale ili akaweze kukutengeneza. Mungu yuko mahali pale ili akaweze kukufanya mtu mkamilifu. Yeye hawezi akakubadilisha na mwingine, na ndiposa haendi kumbadilisha Musa, kwa sababu atazidi kuwa pamoja naye ili ambadilishe, ili awe mtu wa haki. Na tumeona ya kwamba wote ambao walijaribu kulalamika, tukaona kina Yeremia wanaojaribu kulalamika, tunaona kina Isaia wanajaribu kulalamika, wanasema ya kwamba ni wenye dhambi, lakini Mungu atawaachilia. Mungu yuko pamoja nao, anahakikisha ya kwamba amewatengeneza ili wawe watu ambao wataleta baraka katika utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hallelujah. God does not exchange you. Hallelujah. But he changes you to be another man. Hallelujah. Yeye habadilishi mtu. Maandiko yanasema ya kwamba yule Sauli ambaye alikuwa ni mlezi, ambaye alipoteza makapunda ya baba yake, wakati ambapo alikuwa msituni akitembea, maandiko yanasema kwamba akapatana na nabii Samueli. Maandiko yanasema ya kwamba akatabiriwa ufalme wake. Na wakati ambapo alikuwa njiani akirudi, maandiko yanasema ya kwamba alipopatana na manabii, aliweza kujawa na Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema akabadilishwa na akawa mwanaume mwingine na akaanza kutabiri neno la Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kwa sababu Mungu hawezi akakubadilisha. Kwa hiyo haijalishi uliitwa ukiwa namna gani, haijalishi umeitwa na udhaifu gani, haijalishi umeitwa na unyonge unakaa namna gani, lakini yeye anasema ya kwamba mimi sitakubadilisha, lakini nitakufanya uwe jambo, nitakufanya uwe kitu. Haleluya. I will not exchange you with somebody. I will change you to be another man, to be another woman. Hallelujah. To be another youth. Atakubadilisha akufanye jambo, lakini hawezi akakutupa na hawezi akakuachilia. Hallelujah. Tuendelee mstari wa 2. Tuko kitabu cha Kutoka na tuko sura ya 4. Mstari wa 2. Inasema hivi. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, fimbo. Akamwambia, itupa chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia kutoka mbele yake,
Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika mkia, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo amekutokea. Haleluya. Ya kwamba hii mara nyingine tena, ya kwamba Mungu anazidi kumthibitishia Musa ya kwamba yeye ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo, ya kwamba yeye atamrekebisha, ya kwamba yeye atamfanya kuwa shujaa. Ijapokuwa yeye ambaye nilimuita, ijapokuwa anaonekana mdhaifu, ijapokuwa anaonekana mnyonge, lakini Mungu anaendelea kujidhihirisha ndani yake, anaendelea kujidhihirisha ili ajue ya kwamba yeye ako na Mungu. Haleluya. Na ndiposa siku ya leo tunapata hata wale ambaye ni wachanga katika imani, Mungu anazidi kujidhihirisha ndani yao. Mungu anajidhihirisha ndani yao ili wamjue ya kwamba yeye ni Mungu. Lakini kuna kiwango ambaye nataka kuambia siku ya leo, kama umefika mtumishi wa Mungu, wewe sio mtu wa kufuatana na miujiza, wewe sio mtu wa kufuatana na ishara, wewe ni mtu wa kuamini, na ukiamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, maandiko yanasema ya kwamba wakati huo umeokolewa. Kwa hiyo hakuna mambo ya kuambia ishara na miujiza, hakuna mambo ya kukuambia ati hii ama hii ama hii. Na ndiposa wengi siku ya leo wanasema ya kwamba iwapo wewe ni Mungu uliyeniita, nataka nione hii nyumba yangu imefunguliwa. Iwapo wewe ni Mungu uliyeniita, nataka nione nimepata kazi hii mwezi. Hallelujah. You can do that. Kama wewe ni mgeni katika wokovu, atakupendea. Hallelujah. Lakini ukizidi kusonga naye katika imani, anataka usimame na imani. Hallelujah. Ukimjua katika imani, hiyo si mambo ya kuja kumuelezea. Hiyo ni mambo yako. Hallelujah. Aliposa Joshua hakutaka kuona ishara na miujiza. Yeye ni mtu ambaye alidumu katika kanisa na akaona jinsi ambavyo wageni wanakaa. Na yeye kwa sababu ni mtu ya zamani amedumu, alijua kwamba hapa hakuna miujiza na ishara. Hapa ni kutenda kazi. Hallelujah. Kwa hivyo kama wewe ni mgeni sawa, wewe mlidie, lakini hana shida na wewe. Anasema katika wakati wa ujinga wenu mimi nilijifanya kama sijui, lakini sasa najua usinililie namna hiyo. Maandiko yanasema ya kwamba mmeshindwa kupata kwa kutokuomba vizuri. Niombeni vizuri na mimi nitawapatia. Kwa hivyo kuna muda na wakati nafika ambaye umetembea na Mwenyezi Mungu, muombe sawa sawa jinsi ambavyo anataka. Haleluya. Usimwambie ukinitendea hii yeye Mungu si wa hiyo. Ati ukinifanyia hii na mimi nitafanya hiyo, ukinifanyia hii na mimi nitafanya hiyo. No. Hallelujah. Lakini haina shida, wokovu ameanza kwa Musa. Hallelujah. Ndio ameingia kwa Musa, hana shida, lazima ampembeleze. Lazima waende sawa sawa. Ndio wewe ni mchanga umeingia katika wokovu, ni sawa. Nyumba yako hiyo itafunguliwa ukilia. Ni sawa, hiyo biashara yako itapanuliwa. Ni sawa. Hana shida na wewe. Lakini ukikomaa mtapelekana naye sawa sawa. Ili atume wajue ukomee, mpaka uwe askari wake, mpaka uwe jeshi yake. Wakati anapokutuma uache kuuliza maswali na unaenda. Kwa hiyo sasa anajidhihirisha kwake Musa ya kwamba mimi ndio Mungu wa Ibrahimu, Shadraka na Abednego. Haleluya. Na anachukua, anamwambia nini hiyo ulionao katika mkono wako? Sasa hii ulionao katika mkono wako, tupa chini. Ikageuka nyoka. Sasa yeye mwenye kutaka ishara na miujiza anataka kukimbia tena. Lakini anaambiwa usikimbie, shika tena mkia. Na ikageuka ikakuwa fimbo. Haleluya. Yaani Mungu anakuonesha mambo ili wewe uweze kuamini. Lakini tunajua ya kwamba sisi ambao tunamjua Mungu, tunajua ya kwamba tunapompokea Kristo, wakati huo ndio tumepata wokovu. Ya kwamba ile kidogo ambayo uko nayo, haijalishi namna gani imani ulionayo, Mungu anasema hiyo imani ulionayo, hiyo imani ndio imekuponya. Maandiko yanasema ya kwamba yule mama ambaye alivuja damu kwa miaka 12, maandiko yanasema alipokuja kwa Yesu Kristo, alitamani kugusa vazi lake, na alipoigusa vazi lake, yule mama aliweza kupona. Yesu alipokuja akiuliza, nani ambaye amenigusa? Na jinsi ya kwamba nguvu yangu imemtoka. Mama akaona wachaji wote, akasema ni mimi. Yesu akamwambia, mama, imani yako kidogo imekuponya. Haleluya. Kwa hivyo
haijalishi uwe na imani timilifu namna gani, haijalishi ukuwe na imani kubwa ili akaweze kukutuma. Anataka hiyo imani yako kidogo, usonge na hiyo imani yako kidogo. Haleluya. Haijalishi hauna fedha, anataka uanze hiyo biashara kidogo, hiyo ulio nayo uanze nayo. Anasema yeye ataenda kuikuza. Lakini useme mimi sina kitu, sina pesa, sina kazi, sina nini, na hiyo kidogo uko nayo, ndio anakuambia hiyo kidogo iko nayo ndio itaenda kufanya miujiza. Hiyo kidogo iko nayo ndio itaenda kufanya makuu. Kwa hivyo usiogope hiyo kidogo ulio nayo. Haleluya. Kuna mtu ambaye hakukuwa na chochote, hakukuwa na kitu. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Yesu alikuwa anapita, maandiko yanasema alikuwa anapolea chini, na wakati ambapo alisikia kwamba Yesu anapita, maandiko yanasema ya kwamba huyo mtu hakuwa anaweza kuona, lakini kwa sababu ya imani kidogo aliyokuwa nayo, aliweza kumwita Mwana wa Daudi, Mwana wa Daudi, Mwana wa Daudi. Maandiko yanasema wengine wanamwambia nyamaza, alisema sitanyamaza. Hii kidogo niko nayo ni sauti, mimi nitaitoa. Mwana wa Daudi, nirehemu mimi, Mwana wa Daudi. Maandiko yanasema Yesu akasimamisha mkutano, akasema nasikia kuna mtu ananiita. Na wakati ambapo Yesu alisikia kwamba unamfahamu kwa jina ya Mwana wa Daudi, alijua unamtoa. Haleluya. Hangekuachilia. Unanifahamu kama Mwana wa Daudi, kama Mwana wa Yese. Wacheni akuje. Yesu akamwambia, nini ambayo unataka nikufanyie? Nini ambayo unataka nikutendee? Akasema mimi nataka kuona. Yesu akasema imani yako hiyo imekuponya, nenda ukaone. Maandiko yanasema akamfuata Yesu. Haleluya. Kwa hiyo haijalishi ni nini hiyo kidogo ambayo uko nayo. Huyu mzee hakukuwa na kitu, lakini alikuwa na sauti. Hakukuwa na fedha, lakini alikuwa na sauti. Hiyo sauti ndiyo alisema, nirehemu Mwana wa Mungu, nirehemu, nirehemu. Kwa hiyo kidogo ambayo uko nayo, hiyo ndio Mungu anataka ajidhihirishe ndani ya maisha yako. Haleluya. Watakusema ya kwamba ameniita na mimi sina hii na sina hii, na amenituma na sina. Anasema anza kwa hiyo kidogo, na ukianza kwa hiyo kidogo mimi nitakuinua na utakuwa mtu wa kuheshimika. Haleluya. Leo hajalishi na hiyo kidogo ambayo uko nayo. Maandiko yanasema wakati ambapo Daudi anakutana na Goliathi, Goliathi wakati ambaye amejiani, wakati ambapo uko na bunduki, wakati ambapo uko na mishale, wakati ambapo uko na ngao, Daudi anakuja mahali pale, naye ako na kamfuko ambaye uko na majiwe 5, yaani mara 5. Maandiko yanasema ya kwamba alichukua kajiwe kandogo kale alikokuwa nako, hapo ndiye Mungu anaenda kujidhihirisha nako, kwa sababu alimgoja naye Goliathi na ufalme wa Goliathi ukakwisha. Haleluya. Nani huyo ambaye mtahiriwa na kuja kwangu namna hii? Nani huyo ambaye mtahiriwa hajatahiri naye anakuja katika familia ya waliotahirishwa katika ufalme wa Mwenyezi Mungu? Anasema ya kwamba nitoa jiwe moja, na hiyo moja aliyokuwa nayo ndogo, hiyo ndio ilikamilisha ufalme wa Mwenyezi Mungu wakati huo. Haleluya. Samson. Haleluya. Samsoni hakuchelewa. Wakati ambapo Wafilisti walimkuta, wakati ambapo walimkuta na Wafilisti, maandiko yanasema ya kwamba aliangalia kando na kando, angalia nini ambaye ataiona. Maandiko yanasema ya kwamba aliona mfupa ambaye ilikuwa ni ya punda. Maandiko yanasema ya kwamba alipigana na wale wafalme, alipigana na wale Wafilisti. Maandiko yanasema akawaangamiza Wafilisti 1000. Akatukuza Mungu kwa ajili ya hiyo mfupa ya samaki. Ya samaki. Haleluya. Ya punda. Bwana asifiwe. Hiyo mfupa ambaye alikuwa ndani ya punda, maandiko yanasema ya kwamba alijidhihirisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kidogo ambaye alikuwa nayo. Haleluya. Lakini siku ya leo nataka nikuambia kwamba hiyo kidogo ambayo uko nayo, hiyo ambaye hauna, jua ya kwamba katika imani haijalishi umeangalia kando, utapata hakuna kitu, lakini kwa sababu uko na imani ndani yako, na kuambia kuna jambo ambalo litatendeka katika maisha yako. Haleluya. Yes. Kama
ukaangalia hakuna kitu. Maandiko yanasema ya kwamba Joshua amekuja na amefika pale katika mto Yordani. Anapoangalia kando hakuna kitu ambayo iko, lakini kile ambacho kilikuwa ndani yake ni imani ambayo ilikuwa ndani ya Joshua. Maandiko yanasema ya kwamba chukua uwepo wa Mwenyezi Mungu, chukua sanduku la agano litangulie, na atakayetangulia wacha waanze kuingia katika mto. Maandiko yanasema ya kwamba walipokuwa wakizidi kuingia katika ile mto, maandiko yanasema ya kwamba ile mto ikapanuka na ikaweka njia kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo Joshua. Haleluya. Kwa hiyo sasa utaishi na kidogo, utaishi na mengi, unatalishwa na imani uliyokuwa nayo. Unatalishwa na imani uliyonayo. Haleluya. Hiyo chembe ya imani ambayo inaonekana ndani yako, hiyo chembe inaenda kufanya jambo, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba alipowatuma wale wanafunzi walirudi wakisherehekea, walirudi wakishangilia, wanasema Baba, kwa nguvu zako mapepo wamekwenda, kwa nguvu zako viwete wametembea, tumetenda miujiza kwa jina lako, kwa sababu tumekuamini. Haleluya. Kwa sababu ya kumwamini Kristo kuna mambo ambayo wale wanafunzi walifanya. Kuna mambo ambayo wale walifanya mitume kwa sababu ya imani. Maandiko yanasema ya kwamba hakuna siku ambayo Yesu Kristo alikuja akawekelea wale wanafunzi wake pembe ya ngamia. Haleluya. Hakuwamwagilia mafuta ya ngamia na supu. Hakuna kitu waliwatendea. Walitoka katika imani. Maandiko yanawaambia kwamba nendeni pale juu, mningoje Yerusalemu na mngojee Roho wa Bwana atakapokuja. Maandiko yanasema Roho wa Bwana atashuka juu yao, na walipoenda katika mji walianza kuhubiri kwa nguvu, walianza kuhubiri kwa ujasiri, na walipohubiri kwa ujasiri wengi walipata kuokolewa. Viwete walitembea, vipofu waliona, wafu walifufuliwa kwa jina pekee la Yesu Kristo. Katika imani unafanya jambo. Katika imani unafanya jambo. Haleluya. Na ndiposa Musa yeye ako na fimbo. Nani alikwambia kulikuwa na haja ya Joshua kuwa na fimbo? Haleluya. Joshua hakuwa na kitu mkononi mwake. Alitembea kama mtu mwenye imani. Bwana apewe sifa. Na ndiposa alikutana na Yesu Kristo njiani. Akamuuliza, wewe uko upande wetu ama uko upande wa adui? Tuachane na wewe sasa. Haleluya. Kwa sababu yeye hataki mchezo. Yeye ni mtu wa vita. Yeye ni mtu wa imani. Yeye ni mtu wa imani. Ndio maana maandiko yanatuambia tujipige hizo silaha zote za imani. Haleluya. Yeye alikuwa ni mtu wa imani. Yeye si mtu wa kutembea na fimbo. Haleluya. Na ndiposa kuna mtumishi mmoja huku kwa runinga ana shida na fimbo ya Musa. Tujue ametoa wapi. Haleluya. Ako na fimbo ya Musa. Na fimbo ya Musa mpaka wa leo ilipotea, na hata sanduku la agano hatujui ilikokwenda. Sasa yeye ametoa fimbo ya Musa. Haleluya. Katika imani utashinda vita. Yesu Kristo hakukuja kwa ulimwengu akiwa amebebana na silaha, akiwa amebebana na mabunduki, akiwa amebebana na mishale, lakini alisema kwa imani atashinda. Hakuna chochote ambacho kimlemea. Walidhania ya kwamba anatoka katika ufalme, lakini yeye alikuja kutoka katika sehemu duni, lakini alikuja na imani ya kutoka juu, na chochote ambacho alifanya kwa uhakika kilitendeka. Amen. Haleluya. Yeye hakubeba kitu. Haleluya. Katika ufalme wake hakuna mahali ambapo Yesu alifanya ukarabati. Haleluya. Lakini siku ya leo kuta watu wanasema ya kwamba hii chupa ya Yesu Kristo, hii chupa ya maji ya uzima, ukikunywa chupa hii hautaona shida tena. Ukikunywa maji hii umetoka Israeli. Biashara yako inainuka. Nani alikwambia tunakaa namna hii? Tunakaa watu wa imani. Hatukai watu wa kupewa mafuta, hatukai watu wa kupewa maji, hatukai watu wa kupewa vitambaa. Sisi ni watu wa imani. Hakuna kitu ambayo Yesu Kristo alitembea nayo na kuambia watu. Haleluya. Haleluya. Wakati ambapo aliambiwa ya kwamba binti ya Yairo amekufa, aliingia mahali pale akasema kanisa kumi, amuka mwanadada ukule na ukunywe. Haleluya. Akamwambia Lazaro, toka kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hakuna mahali alienda kummwagilia mafuta, tumtakase, tumpige mafuta, tumfanye sarakasi na vituko. Ni kudumu katika imani. Sisi sio watu wa kudanganywa na maji. Sisi sio watu wa kudanganywa na mafuta. Sisi
sisi ni watu wa kudumu katika imani. Na unapoendelea na Mungu lazima ujue hivyo ya kwamba tunadumu katika imani. Yesu ambaye hatukumuona, Yesu ambaye hatumjui, Yesu ambaye hatujamtaka kumuona, yeye ndio tunamwamini, yeye ndio tunamshuhudia, yeye ndio tunamtukuza, yeye ndio tunamwabudu, na tuko hapa kwa sababu yake. Ambaye hatukumuona. Kama ulimuona sema haleluya. Ulimuona wapi? Haleluya. Lakini tunaamini. Amen. Haleluya. Hatukumuona, tunaamini. Na tunajua akikuja haonekani mpuzi kama Yesu wa Tongareni. Haleluya. Akikuja anaonekana juu na mawingu. Tutajua. Haleluya. Akikuja juu, kama angekuja juu na kila wingu imuone na watu wote wamuone, tungesema ni wewe. Lakini tunatii maandiko. Wewe kuja kutoka juu, tutakuamini. Haleluya. Kuja kutoka juu, lakini usikuje kutoka hapa pale za Western huko akikuja kutoa wewe ni Yesu. Hapana. Haleluya. Kwa hivyo watu ambao wameokoka ni watu wa imani. Haleluya. Nini hiyo? Uko nayo kidogo. Ili nikaweze kutenda jambo. Bali nasema ya kwamba wakati ambapo Yesu alikuwa akifundisha umati wa watu na akiwaongoza katika neno la kweli na akiwaongoza katika neno la haki, maandiko yanasema imepita siku 3 na watu bado wanamsikiliza Yesu Kristo. Maandiko yanasema wanafunzi wake wakamwambia Yesu, watu hawa sasa wanahisi njaa. Lakini Yesu akawaambia wanafunzi wake, ni nini ambayo mlionayo mwape? Lakini wanasema hakuna kitu. Hata nini unaweza kutosha watu hawa? Hata tukienda kwa duka gani, ni nini tutanunua maziwa ngapi itoshe? Akawaambia tafuteni kilicho karibu. Maandiko yanasema ya kwamba mikate kidogo na samaki kidogo ikaletwa. Akatenda jambo na kila mtu akakula na akashiba na ikabaki zingine za kubebwa. Kwa hiyo kidogo uko nayo, Mungu anatenda jambo. Haleluya. Katika uwepo wa Mungu hakuna wasiwasi. Katika uwepo wa Mungu hakuna uoga. Katika uwepo wa Mungu hata wasiwasi, kwa sababu aliyepokea ile neno la haki. Na tunasema ya kwamba siku ya kwanza imepita na hawajasema ya kwamba wako na njaa. Siku ya pili imepita na hawajasema wako na njaa. Siku ya 3 imefika, hata mtoto aliyekuwa na hizo samaki hajakula. Uwepo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Ukisikia mahali kuna uwepo wa Mwenyezi Mungu, wacha kulia njaa. Haleluya. Wacha kusema usikizi. Unanendoa usikizi. Kwani umekula nini? Haleluya. Lewa na usikizi mahali ambapo hakuna injili. Lewa na usikizi mahali ambapo kuna sarakasi na vituko. Kula na njaa mahali ambapo kuna sarakasi na vituko. Lakini kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, wakati ambapo kuna neno mzuri lenye uzima, wende nikwambia walikana pale. Mtoto aliyekuwa amebeba zile samaki, ni siku ya kwanza atafikiria kuhusu samaki. Ni siku ya pili atafikiria kuhusu samaki. Kwa sababu wanaipokea neno la kweli. Kwa sababu wanaipokea neno la uzima. Haleluya. Na Mungu alijua kwamba haitaoza. Haleluya. Haikuoza. Hata ukimaliza hizo siku 3. Haleluya. Alijua kwamba hii ndio itatumika. Haleluya. Hiyo ni muujiza mwingine huko. Ilitendeka huko. Watu hawakujua ya kwamba kuna jamaa alikuwa na mikate. Siku ya kwanza, siku ya pili na ya 3. Ndiye anatoa saa mwisho. Haleluya. Ikawatosha wote. Haleluya. Kwa hivyo Mungu yeye usisitushwe na jambo lolote ukiwa nalo. Haleluya. Yeye ni Mungu, yeye ni wa imani. Yeye huwa usilie ukiwa na yeye. Haleluya. Na ndiposa maandiko inamuita Joshua Suja. Na ndiposa Yesu Kristo anafananishwa na jina ya Joshua. Haleluya. Kwa sababu anaitwa katika nchi zingine anaitwa Yeshua. Haleluya. Anaitwa Yeshua kwa jina la Yesu Kristo. Huyo ni Yeshua ambaye katika imani alichukua wale watu na akaanza kuwapeleka katika mji wa ahadi. Na maandiko yanasema ya kwamba aling'ang'ana nao mpaka mji wa ahadi. Na kwa sababu Yeshua amefananishwa na Yesu Kristo, nasi tumeokolewa na damu ya Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba siku ya leo Yesu Kristo anatuongoza mpaka tufikishe katika mji wa ahadi. Haleluya. Anatufikisha katika mji wa ahadi. Wacha wasiwasi. Wacha kukata tamaa.
wacha kurudi nyuma, wacha kusema zimekawia. Hazikawii. Siku za Bwana hazitakawia. Siku ya Bwana ni ile siku ambayo wewe umeondoka katika ulimwengu huu. Wao wanatishia watu nini? Wale wanasema hivyo wako wapi? Siku yao ilifika ya Bwana. Haleluya. Amen. Wewe unatuambia siku ya Bwana imekawia. Wale walikuwa wanasema hivyo wako wapi? Siku ya Bwana ilifika ndani ya maisha yao. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya kifo hukumu. Alright? Kwa hiyo baada ya kifo ni hukumu. Jua saa hiyo ambaye umeaga, siku ya Bwana ndio hiyo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wacha kutishia watu. Yesu alisema, Yesu atakuja. Mababu zetu mpaka kufikia sasa bado hawajakuja. Hiyo kanisa wachana nayo. Wacha nikuambie. Ile dakika utaenda kugongwa na gari hapo nje. Ile dakika ambayo utagonjeka. Nenda kuangamia kwako. Hiyo ndio siku ya Bwana imefika katika maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo tunapokuandaa tunakuandaa kwa sababu ya kifo yako, na tunakuandaa kwa sababu ya kuja kwa Yesu Kristo. Ili Yesu Kristo atakapokuja akupate ukiwa mzima. Ili Yesu Kristo atakapokuja akupate ya kwamba uko pamoja naye, ili ukaweze kufananishwa pamoja naye, ili utakapokuja katika maiti, maandiko yanasema hata kuachilia kwa kwamba itakuwa pamoja naye mpaka kaburini. Haleluya. Nitakuwa mpaka na wewe kaburini. Sitakuacha. Kwa hiyo tulikuandaa, hatukuandai tukikaa tunangoja Kristo. Sawa. Anaweza kukuja. Maandiko yanasema kila wakati yale alikuwa anakawia. Haleluya. Leo ukawia kama hujui. Hakutaji haraka hata nikwambie. Maandiko yanasema wale mada walimwendea akamwambia Yesu, ndugu yako rafiki yako ni mgonjwa. Kwa hali mbaya. Lakini Yesu anajua ya kwamba hiyo hatari ni kwa ajili ya Mungu atukuzwe. Yesu Kristo anaendelea na mambo yake. Inafika siku ya pili wanamwambia Yesu, ndugu yako amelazwa ni mbaya kwa hali mahututi. Lakini Yesu anaendelea. Anapata na wamama wenye kuvunja damu. Anazidi kuwaponya. Lakini kuna mwingine amelazwa kwa hali mbaya. Lakini Yesu ana wasiwasi kwa sababu anajua Mungu lazima atatukuzwa. Yeye hakuwa na wasiwasi. Maandiko yanasema hata wengine wakamkujia, wakamwambia dada zetu, wacha kusumbua mkubwa, wacha kusumbua mwalimu, kwa sababu ndugu zenu wamelala, kwa sababu dada zenu wameshakufa, wewe wacha kumsumbua. Lakini Yesu ni nani? Anawanyamazisha. Kwa sababu alihakikisha lazima afike kule ambapo maiti iko. Haleluya. Walimwambia kwamba usimlazimishe ndugu. Ndugu amefariki, ndugu amezikwa, ndugu amekaa siku ya ile anaoza. Sasa ameoza ananuka. Lakini Yesu atanishi na jinsi gani ambavyo unanuka. Yeye na jinsi gani ambavyo umekufa. Yeye hatarishi na hiyo. Yeye alikuja. Haleluya. Katika kukawia kwake. Walidhalia na kawia. Lakini yeye lazima atende. Haleluya. Lazima atimize neno lake. Yeye hanaga shida. Ukawia atakawia. Haleluya. Hata maandiko yanasema ya kwamba akatoa mfano akasema ya kwamba wamama wenye busara, wengine wenye akili, wengine wenye hawana, wakakaa na mafuta. Maandiko yanasema Yesu akakawia. Haleluya. Lakini alirudi baada ya kukawia kwake. Wengine wakakuwa wamekufa matumaini, wengine wakakuwa wamepoteza mafuta zao, wengine wakawa hawana nguvu. Maandiko yanasema ya kwamba alipita na wale ambao walikuwa tayari. Kwa hiyo siku ya leo kuwa tayari, usiwe kama wale wapumbavu ambao walisema ya kwamba amekawia, wakaanza kurudi nyuma. Haleluya. Wakapoteza mafuta yao. Kwa hiyo siku ya leo jua ya kwamba anakawia. Haleluya. Lakini lazima atimize. Haleluya. Kwa hiyo usitishie. Hata umeokoka miaka 30, hata umeokoka miaka 40, usitishie umeokoka miaka 50. Tunajua ya kwamba wakati ambapo utaenda, hiyo ndio huduma yako. Hapo ndio Bwana wako amekukuchia. Hapo ndio maisha yako ya dunia hii kuisha kalas. Haleluya. Kwa hiyo kile kingemfanya katika ulimwengu huu, kama haikumpendeza Mungu, shauri yako. Haleluya. Kama haikumpendeza, ole wako. Haleluya. Mpendeze Mungu katika maisha yako hapa duniani. Fanya kazi ya Mungu katika maisha yako hapa duniani. Haleluya. Leo utakuwa wa kumpendeza Mwenyezi Mungu.
believe in my Father and also believe in me, that in my Father there are many houses, but I'm going to prepare for you. Hallelujah. A place, a wonderful place. Just believe. Hakuna mambo ingine, wacha kututishia. Ni kuamini. Sita inasema hivi. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake. Naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa una ukoma, amekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani tena. Alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudi hali ya mwili wake. Tufike hapo mstari wa 9, hapo ndio tutamalizia. Lakini tukisoma hapo 6-7. Kwa hivyo Bwana anaendelea. Haleluya. Bwana hachoki. Anaendelea na Musa kumuonesha ya kwamba mimi niko pamoja na wewe. Mimi sikuachilii. Mimi nitatembea pamoja na wewe popote uendapo. Na sasa nitazidi kujidhihirisha ya kwamba mimi ni Mungu. Kwa hivyo sasa Musa, fanya hivi. Tia mkono yako katika kifua yako, kisha uitoe. Mkono ikaonekana iko na ukoma. Haleluya. Mkono inaonekana iko na ukoma. Kisha akaambiwa rudisha tena ikawa safi na ikarudia mwili wake. Haleluya. Nataka tumalizie mpaka 9. Tuendelee tu. Ikasema hivi 8. Basi ikawa wasipo kusadiki wala kusikia sauti ya ishara ya kwanza, wataisikia sauti ya ishara ya pili. Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili wala kusikiliza sauti yako, basi yatoe maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatoayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi. Haleluya. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu anaendelea na ishara, na anaendelea na ishara hizi ili kumthibitishia Musa ya kwamba mimi niko pamoja na wewe. Haleluya. Yaani Musa ana uhakikisho ya kwamba Mungu wako pamoja nawe, ya kwamba atafanya kile juhudi, jitihada akuonesha ya kwamba tuko pamoja. Na ndiposa namwambia kilicho nacho mkononi ni nini. Kisha akamwambia akitupe na kikabadilika na kikawa fimbo tena. Tena akamwambia ingiza mkono yako katika mkono wako kifuani. Tena kilipotoka kikawa sawa tena. Tena kikakuwa na ukoma tena. Haleluya. Nataka nikwambie siku ya leo, kwa sababu pale kuna mafundisho mawili. Haleluya. Pale kuna mafundisho mawili na kuna ishara mbili hizi za kwanza. Maandiko yanasema hizi ishara mbili za kwanza, hizi ni ishara za transformation. Hizi ni ishara za kubadilika. Yaani hizi ni ishara ambazo maandiko yanasema ya kwamba alipofanya hili ilirudi na ikawa normal. Haleluya. Wakati alitupa ile fimbo ilibadilika. Ya kwamba hii ni ishara ya kubadilika. Na ndiposa Mungu anamwambia kwamba nenda ukafanya hizo ishara mbili kwanza. Na utakapofanya hizo ishara mbili kwanza, wasipobadilika, ndiposa utakuja ufanye na ishara ya tatu. Yaani ukafanya ishara hizi mbili kwanza. Na ndiposa siku ya leo ninakuambia ndugu yangu, mbele yangu, ya kwamba Mungu anapotumana kwako, kuna mambo ambayo anataka wewe ufanye. Na wakati ambapo anatumana kwako na wewe umekataa kufanya, kuna magonjwa mengine yanakushika. Haina wasiwasi, usiwe na wasiwasi, kwa sababu hayo magonjwa huwa yanaondolewa, kwa sababu hayo magonjwa ni ya kubadilika. Kuna ukame ambao utaingia katika maisha yako kwa sababu wewe umekataa kufuatana na njia za Mwenyezi Mungu. Lakini nataka nikwambie ya kwamba ile ukame ambayo imeingia katika maisha yako ni kwa sababu yako ya kutokutii. Kwa hivyo lazima itarudi. Wakati ambapo wewe utatii, itarudi.
Haleluya. Hizo ni za kubadilika. Haleluya. Wakati ambapo Mungu anataka kufanya kitu na unakataa, lazima Mungu afanye jambo. Lazima afanye jambo kwa sababu gani? Kwa sababu hataki kukubadilisha, anataka kuenenda pamoja na wewe. Na wakati anaenda pamoja na wewe, lazima akutengeneze njiani. Lazima akuweke ukue sawa sawa. Kwa hiyo katika hali ya kukosa, katika hali ya magonjwa, katika hali ya ukame, yote anakurekebisha, anakuweka sawa sawa. Hili yote ni anabadilisha. Kuna ile Mungu anaweza kubadilisha. Haleluya. Yaani kuna mapenzi ya Mungu na kuna mapenzi ya Mungu ya kuridhia. Haleluya. Sasa watu wengi wamefanya mapenzi ya Mungu ya kuridhia. Haleluya. Haleluya. Lakini wale ambao walifanya mapenzi ya Mungu ya kuridhia walipitia hali ngumu. Bwana apewe sifa. Wale ambao Mungu alifanya mapenzi ya kuridhia walipitia hali ngumu, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba wakati ambapo Yona ameambiwa aende Nineve, maandiko yanasema amechukua mashua na ameanza kwenda sehemu nyingine. Lakini sasa Mungu ilibidi achukue mapenzi ya Mungu ya kuridhia. Hiyo iko na karama. Bwana apewe sifa. Hiyo iko na karama. Japokuwa unapitia magumu, japokuwa unateswa, japokuwa unaitishwa na kumezwa na samaki, lakini Mungu anahakikisha lazima atakubadilisha na utoke ukiwa mzima. Haleluya. Ndiposa mkono wa Musa unatoka tena ukiwa mzima. Haleluya. Yaani inamaanisha ya kwamba hii ni nafasi ambayo Mungu alikuwa anawapatia wale wa Misri ya kwamba nenda kwao na kuna mambo ambayo utafanya na utakapofanya hivi. Haleluya. Watakuwa ni wakukataliwa. Haleluya. Kwa hiyo nataka ujue kwamba kuna mapenzi ya Mungu. Wakati ambaye amekutuma na ufanye mapenzi ya Mungu sawa sawa, hakutakuwa na shida yote. Haleluya. Lakini mapenzi ya Mungu ya kuridhia, yaani wewe amekuambia usiende, lakini wewe unang'ang'ana kwenda. Maandiko yanasema akamwambia Balaamu, usiende huko, yale mambo usiwaambie. Yale mambo ambayo ninakuambia ndio utawaambia, lakini Balaamu asikii. Yeye anazidi kwenda tu. Haleluya. Kufanya mapenzi yake. Akafanya mapenzi ya Mungu ya kuridhia, akamwacha. Angemwangamiza, lakini sitaki kukuangamiza. Nimekuridhia ile ufanye. Kwa sababu nimekukataza. Wachana na huyo mzee. Wachana na huyo mzee. Wachana na huyo dada. Umekataa. Sasa sasa nimekuachia. Sasa nenda. Kwa hiyo wewe unapitia hali ngumu ya maisha, ijapokuwa Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Hiyo ni mapenzi ya Mungu ya kuridhia. Haleluya. Kuna jambo ambalo Mungu anafanya katika ulimwengu. Ya kwamba Mungu huwa anaturudi. Na wakati ambapo anaturudi, anatuchapa, anaturudisha katika njia zake, anaturudisha katika wema wake, anaturudisha katika utakatifu wake. Si kwamba ametunyima milele daima, si kwamba ametukausha tukauke, si kwamba amefunga hii nyumba haitaenda kubadilika, si kwamba mawimbi yanatoka Naivasha na yanajaa huko kote. Ni kwa sababu Mungu anataka mumrudie. Mawimbi inakuja, milima zinaanguka, zinaangukia watu wanaangamia, lakini mambo yanarudi na kuwa sawa sawa, kwa sababu bado haijafikia hukumu ya Mwenyezi Mungu. Kuna muda ambaye itafikia hukumu ya Mwenyezi Mungu na hakuna kurudi nyuma, hakutakuwa na kurudi nyuma. Sasa Mungu anatupa hukumu zake katika ulimwengu huu. Anaambia watu wajitahadhari, kwa sababu yeye anakuja na watu wamekataa kuona, kwa sababu tumeishi miaka mingi katika ulimwengu huu, lakini hatutaona milima zikianguka, lakini siku ya leo zinaanguka. Hatutaona mito zinafunika, lakini siku ya leo zinafunika. Mambo hatutayashuhudia, mambo ambayo baba zetu hawajashuhudia, siku ya leo tutazishuhudia, kumaanisha ya kwamba Yesu Kristo yu karibu kukuja. Na yeye mambo ambayo anafanya ni mambo ambayo hayachukui muda, yanabadilika. Haleluya. Na ndiposa Mungu anasema ya kwamba iwapo utapeleka ishara hizi mbili na wazikataa, maandiko yanasema sasa kuna ishara ya tatu ambayo utaingia huko ndani, na utakapoingia huko wewe ukajitwalia maji, na utakapojitwalia maji katika ile mto,
Maandiko inasema ukimwaga pale nayo itageuka na itakuwa damu. Maandiko inasema ya kwamba damu ni ishara ya hukumu. Damu ni ishara ya hukumu, ya kwamba Mungu atakapoanza kufanya hukumu yake. Maandiko inasema ya kwamba damu itajaa mpaka ifikia damu ya farasi katika maili mbili. Kwa hiyo chunga sana ndugu yangu, dada yangu, kabla Mungu ataachilia ghadhabu yake, kwa sababu zile ishara mbili maandiko inasema ziliweza kubadilika, lakini ishara nyingine ilipomwagwa damu, ile damu haikubadilika tena na kuwa maji, ilisalia kuwa damu. Na ndiposa ninakwambia siku ya leo ujue ya kwamba siku ya Bwana inakuja, na wakati ambapo siku ya Bwana inakuja, wakati ambapo ataacha ghadhabu yake, yeye hatakuwa wa kurudi nyuma. Kwa hivyo siku ni hii na siku ni sasa, ili wewe uelewe na msimamo wako, ujue ni nani utakayefuata, kwa sababu kuna siku ambayo inakuja na Mungu atakapoachilia ghadhabu yake. Maandiko inasema ya kwamba hatarudi nyuma, na ndiposa Yesu Kristo anatuambia ya kwamba nitakuwa kama yule mama mwenye uchungu, nitakuwa kama yule mama mwenye kuzaa wakati ambapo anataka kujifungua. Maandiko inasema ya kwamba uchungu unapoanza, maandiko inasema hakuna siku ambayo hurudi nyuma. Maandiko inasema wakati ambapo inazidi kuendelea mpaka siku ya kujifungua, maandiko inasema ndije uchungu huo unaendelea. Kwa hivyo siku ya leo jua ya kwamba hukumu za Mungu ziko katika ulimwengu huu, na hukumu zake hazitarudi nyuma. Ni majuzi tulisikia Shakahola wamekufa, ni majuzi tulisikia wengine wameonekana. Kwa hivyo hukumu ya Mungu inaendelea, na hakuna siku ambayo nchi itapatikana na amani. Sahau. Haleluya. Wewe uko hapa kutafuta amani. Haleluya. Amani iko kwa Yesu. Wewe uko hapa kutafuta amani. Amani iko kwa Yesu. Amani haiko kwa viongozi. Amani haiko kwa viongozi. Huu ni mwaka ambao tunaenda kuingia wa siasa. Huu ni mwaka tunaenda kuingia wa vita. Wewe kaa hapo ukiingiwa amani, lakini jua amani zilizo za ulimwengu huu ni amani za uongo. Amani inapatikana kwa Yesu Kristo, kwa sababu watu wake lazima atawaweka wawe na amani. Haleluya. Ndiposa katika kukosa kwetu tuko na amani, katika upungufu wetu tuko na amani, katika ugonjwa wetu tuko na amani, katika changamoto zetu tuko na amani, kwa sababu matumaini yetu kwa Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba yeye alishinda ulimwengu, na kwamba yeye alipokuwa katika ulimwengu hakuna jambo lolote ambalo lilimfanikia, bali tunasema alitenda ukamilifu neno la Bwana katika ukamilifu wake wote. Hakuna jambo lililotendea, na kwa ajili ya hiyo anasema ya kwamba wote ambaye wanamwelekea, maandiko inasema ya kwamba watafananishwa na yeye. Haleluya. Tutafananishwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo tujitie nguvu, tujitie ujasiri, tujue ya kwamba tutafananishwa na yeye. Haleluya. Sahau vitu zote, lakini ukumbuke ya kwamba wakati ambapo Mungu anakuita ni sawasawa umekubali, lakini mtihani kubwa iko mahali ambapo unaambiwa fanya kazi. Kwa hivyo wakati ambapo unaambiwa fanya kazi, ndugu yangu, kama wewe uliitwa katika nyumba ya Mungu, na wewe sasa unaambiwa ya kwamba kazi niliweka kwako, nilikwambia uoshe kanisa. Wacha kanisa iwe safi. Haleluya. Wakati ambapo amekuita wewe kama mtumishi wa Mungu, hakikisha ya kwamba kondoo wako wako sawa na hawajapotea hata mmoja. Haleluya. Wakati umeitwa wewe, kama umeitwa kama mtu ambaye wa kuombea, muombezi, hakikisha umeliombea kanisa. Umeitwa wewe kama mtu wa kutoa, hakikisha umetoa kwa sababu ya kanisa. Umeitwa kwa kila jambo katika huduma ya Mwenyezi Mungu, hakikisha kwamba umeitimiza. Kwa sababu usiwe na hofu, usijalishwe nini ambayo iko katika mkono yako, usijalishwe nini hiyo kidogo ambayo uko nayo, lakini jua kwamba uko na imani, na wote walio na imani wako na Kristo. Mungu apewe sifa. Amen. Tusimame. Sema asante